Na viongozi wa ODM hii leo wameendelea kupigia debe masharti yao kabla ya ushirikiano wowote na chama cha UDA katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwenyekiti Gladys Wanga akisema sharti chama cha ODM kipate 50% ya nyadhifa za serikali pamoja na utekelezwaji wa ajenda 10 kama alivyoagiza hayati Raila Odinga. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, viongozi hao walikashifu mrengo kinzani wa ODM wa Linda Mwananchi kwa kile wanasema ni kuwapotosha Wakenya. Chama cha ODM hii leo kilitua kaunti ya Kisumu ambapo wajumbe wa chama kutoka eneo bunge la Kisumu East walihamasishwa kuhusu mazungumzo baina ya kinara wa chama hicho Oburu Oginga na Rais William Ruto. Mwenyekiti wa chama hicho Gladys Wanga akisema kuwa mazungumzo hayo yanapania kuhakikisha ODM itarindima katika uchaguzi wa mwaka ujao na kuwa na ushawishi mkubwa katika serikali. Tumemwambia party leader wetu Dr. Oburu Oginga afanye negotiation na vyama ambayo tuko na mafikira sawa. Hiyo ng'ombe kama ni full ikatwe katikati. Katikati nusu ni ya ODM, nusu ni ya UDA. Uwacho na ngojo turuwe wachino. Hiyo tunataka kusonga nayo mbele. Ber kosok ber. Wakiorodhesha miradi ya maendeleo inayotekelezwa humu nchini, viongozi hao waliwarushia vijembe wenzao wanaoendesha kampeni ya Linda Mwananchi wakisema kuwa wanapaka tope ndoto ya hayati Raila Odinga. Tumesema tulianza mwendo kwa sababu mahali baba alituacha sio mwisho. Alituvuta akatufikisha mahali. We have unfinished business. We must finish what baba started. Anyone going to use ODM kujipeleka mahali anataka kupeleka aende peke yake bila chama. Tunaona barabara inatengezwa. Tunaona hospitali inafanya kazi. Ndiyo tunasema kuwa tunaunga President Ruto 2 term. Tumesema hii miaka yote tumetembea na baba Raila Amolo Odinga tukitafuta njia ya kwenda Canaan. Na hiyo Canaan tumeenda kutafuta power. Na mara hii ikifika 2027 ODM tutakuwa ndani ya serikali ama sisi wenyewe ndio tutakuwa hiyo serikali. Vijana chude. Viongozi hao waliandamana na wawakilishi wadi kutoka kaunti za Kisumu na Homa Bay. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.